ukifanya majini hawa kuwa ni wema, na tayari umeona huyu jini alipofukuzwa alisema kazi yake iliyomleta ni kupotosha wanadamu. Alafu wewe unakuja kusema kuwa ya kwamba hawa majini kuna wema ambayo unaweza ukawatumikia. Unaweza yani ukafanya ukawatumikia. Mwanadamu, wacha kujidanganya kuwa ya kwamba kuna majini wema. Kwa wewe kama mwanadamu, mashaitani au majini wote wamefanya kuwa ni adui kwako. Uepukane nao. Kwa sababu kazi yake ni ya shaitani ama kazi ya majini ni kuwajaribu wale waliotaka kumtii Mwenyezi Mungu, ama wale wanao jaribu kumtii Mwenyezi Mungu. Hawa majini kazi yao ni kuwapotosha wanadamu wenye watakaribia kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa haki. Ndipo naona hata kwa swala unaswali, shaitani ndio hiyo kanakuja, kanakuzungukia, kanaleta vitu ambavyo wewe hata hujui, kanaleta vile vitu ambavyo umesahau, kanaleta ile uovu. Ako ka shaitani kayani kanatafuta njia yoyote ili kaweze kukutenganisha wewe na Mola wako. Na alafu wewe unasimama pia vile vile kupotosha wanadamu ukisema kuna majini wazuri na kuna majini wabaya. Kwa hivyo unaweza ukatumia majini wazuri kujilinda nao au kukulinda wewe, kukuepushana na maajali, kukuepushana na maadui, kukuepushana na watu waovu. Ndugu yangu, majini wote ni waovu kwa kwetu sisi wanadamu, na majini hawana uwema na sisi wanadamu. Majini wanatafuta sisi tuweze kupotea, ili siku ya mwisho shaitani anapoelekea motoni, au majini au viumbe wakielekea motoni, ili wawe na wafuasi wengi zaidi. Na wafuasi si majini wenzao wema au waovu, bali wafuasi wanatafuta sisi, wanatafuta roho zetu, wanatafuta nafsi zetu sisi binadamu. Na shaitani ni adui kwetu, adui mubin, wala tusimtii wala kumwabudu wala kumfanya ni rafiki kwetu, wala kumfanya yeye kuwa ni kinga. Kwa sababu wewe mwanadamu inataka unisikize vizuri, ukifanya ibilisi kuwa kumfanya ibilisi kuwa atijuu kuna majini wazuri wafanye kuwa ni marafiki wako. Kwa sababu kazi yao hao ni wajeuri sana, na wako na akili sana kutuliko sisi. Shaitani unapomtumikia, aidha akuletee mali, akuletee fedha, akufanyie mambo mazuri, akulinde, akuepushane na maajali, akuepushane na maadui waovu, lazima pia muweze kuagiri. Na agreement zake ni wewe kufanya kinyume na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anataka. Lazima ufanye kinyume na yale Mwenyezi Mungu amekuamrisha wewe mwanadamu ufanye. Kama ni ibada ya kuswali raka 5, unaacha kuswali raka 5 unaswali raka 2, ama unaswali kwa njia isiyokuwa ya haki inayomsifia Mwenyezi Mungu. Lazima mfanye agreement ili pia yeye shaitani aweze kukutumikia, ama pia hao majini unaowaita ni wema pia waweze kukutumikia na kukusikiza wewe mwanadamu. Kwa hivyo usijidanganye atakuwa ya kwamba kuna majini unaweza ukawatumia ni halali kwako wewe mwanadamu. Hakuna aya wala hadithi inayotaja ati muweze kama wewe uweze kutumia majini waovu kuwa kama kinga kwako, ama waweze kukuletea mali na pesa. Kile kisa ambacho cha Suleiman unaposoma aya watabau ala tatlu shayatinu ala mulki Suleiman, shaitani ama kisa ya Suleiman ya kusema kwa kwamba viumbe vyote walikuwa wanamtii, iwemo majini, wanamtumikia, wanafanya kazi.
elewa kwa ya kwamba hao walikuwa ni mitume, na hao waliokuwa wanayafanya ilikuwa ni mitihani. Sijui kama tumeelewana. Yote ambayo Suleiman alikuwa anayafanya, ama pete alizokuwa anazitumia kama kinga, ama kufanya viumbe wa mtii, hayo yote yalikuwa ni mitihani. Kama juzi nilisikia Dr. Sule akifundisha watu, unaweza tumia hii pete, ama yeye anatumianga hizi pete kulingana na umaarufu ya majina yake, kulingana na umaarufu hii pete akivaa inamsaidia hivi na hivi. Ndugu yangu, ndio uko na elimu kunishinda, lakini elimu yako hiyo itakupoteza. Ya kupotosha watu ati kuna majini wema unaweza ukawatumikia, na pia unaweza kuepukana na majini waovu. Hicho kisa ndugu yangu, pia majini wote kwetu kama sisi wanadamu ni adui kwetu, na wala Mwenyezi Mungu ametukataza tusiwatumikie. Tangu siku hiyo Ibilisi akawa shetani, adui mkubwa wa mwanadamu, akawekwa duniani si kwa rehema bali kwa mtihani, ili kumpotosha wale wasiomkumbuka Allah na kuwajaribu wale waliotaka kumtii Mwenyezi Mungu. Alafu tena leo hii hao majini tu ati tutoemo wale waovu tuweze kuwatumia kama sisi wanadamu, na hakuna aya yoyote inayosema sisi tuweze kutumikia majini wema, bali kila aya imetufundisha tuweze kujikinga, na pia tukaletewa na rukia ili kusoma kujikinga na hawa majini wasioonekana. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu as-sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Kwa hivyo majini wote tuweze kuepukana nao, na hao ni maadui kwetu, na tuweze kuepukana nayo. Na haya tukisema ati tunafuata kisa ya Suleiman, sijui mambo na mapete kinga nini, ati kwa sababu ni halali kutumia pete kujikinga, ama Suleiman alitumia pete kwa ajili ya kujilinda na kujikinga na kumletea mali. Kwa hivyo pia na sisi tutumie pete, tuweke majina ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa ameweka majina ya Mwenyezi Mungu sijui aina ya majina 6. Kwa hivyo ati akisoma hilo jina viumbe vinamtia, akisoma mali inakuja, akisoma nini watu wote dunia na mtii na kuwa mfalme. Hatukatai hicho kisa chote ilikuwa ni mtihani wa Suleiman ili kuweza kujikinga, yani hiyo yote ilikuwa ni mtihani. Na kwetu sisi kama ambayo si mfalme, hatuna ufalme wowote, hatuna unabii wowote, alafu sasa tunataka tujifananishe na Suleiman. Sisi tunafata kisa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Bwana Mtume Muhammad hakuna pete aliyokuwa anavaa kwa ajili ya kujikinga nayo, bali mtume alivaa pete kwa ajili ya kupiga mihuri, na kuvaa pete kwa ajili ya mvuto ama urembo si haramu. Nikidhani tumeelewana vizuri katika hicho kisa cha huyu bwana Sheitani. Kwa hivyo ndugu unaye nisikiza, kwa hivyo ndivyo Shetani alivyobaki kuishi duniani akipambana na kizazi cha Adam mpaka mwisho wa dunia. Kwa hivyo huyu jina ambaye ni Ibilisi, tunayesema ati kuna majini waovu na majini wema, majini wote walipoangamizwa tulisalia huyu jini ambaye alikuwa ni Ibilisi. Alikuwa anamtukuza sana Mwenyezi Mungu, na mwishowe akaasi, akalaaniwa. Alafu leo hii tungekuwa na aya inayosema katika hawa majini tulisaliemo na Ibilisi, ambaye kwa hivyo huyu Ibilisi ambaye sasa hivi ni adui kwetu,
kutupoteza sisi, na huyu Ibilisi ndiye alikuwa yule yule tu, anasoma Qur'ani, anamtii Mwenyezi Mungu, anafanya juhudi zote za kumsifu Mwenyezi Mungu, lakini alipomuasi, huyo ndio tungesema tuko miongoni mwao tuna majini wema na kuna majini waovu. Kwa hivyo hiki kizazi kilitoka tu bado kwa Ibilisi ndio kuzaa hawa majini, lakini majini wote kama vile yeye Sheitani, hao majini wote kama jinsi ambavyo walichukua Adam kuwa ni adui. Kwa hivyo ndio pia sisi wanadamu inafaa tuchukue majini wote kuwa ni adui kwetu. Hatuwezi kufanya majini wote kuwa ni tukuwemo na miongoni mwa marafiki na tuwemo na miongoni mwa wazuri. Na Qur'ani inasema Shetani alikuwa nani? Qur'ani ikisema ama Qur'ani inasema nakumbuka pale tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia isipokuwa Iblis alikuwa miongoni mwa majini akawaasi amri ya Mola wake. Hapa tunaona wazi kwamba Ibilisi ni jini, si malaika. Alikuwa akiishi na malaika kwa sababu ya ibada zake nyingi. Kiumbe kipya Adam alayhi salam, Allah alipomuumba Adam akamfundisha elimu ya majini, akamfundisha elimu ya majina ya vitu vyote. Qur'ani inasema akamfundisha Adam majina ya kila kitu. Hii ilionyesha heshima na daraja kubwa ya mwanadamu, ama na daraja yani kubwa inayomletea yani huyu Sheitani au Ibilisi kuwa na kiburi kwa wanadamu na kumuasi Mwenyezi Mungu, kukataa yale Mwenyezi Mungu aliweza kumuamrisha. Kwa hivyo Ibilisi aliweza kulaaniwa. Kwa hivyo ndugu mnao nisikiza, somo letu la kisa cha Ibilisi tumefafanua tena kwa undani, na kila mmoja nikidhani aelewe kuwa ya kwamba Sheitani au Ibilisi ni adui kwetu, na wala hatustahiliwi kuabudu huyu jini. Inafaa tuepukane na huyu jini, na inafaa tuepukane na majini wote, wala tusiwakaribie na kuwafanya kuwa ni marafiki kwetu, na kuwafanya kuwa marafiki wa kutuletea sisi mali. Hao ni maadui, majini wote ni maadui kwetu, na pia sisi wanadamu wote ni adui wa Sheitani. Wala tusimfanye Sheitani kuwa rafiki wetu, wala tusimwabudu, wala tusimsujudie kama giza ambavyo yeye alikataa kumsujudia Adam alayhi salam. Na Adam ndio sisi, na Adam ndio mwanadamu ambaye ni wa sasa hivi, ndio sisi. Kwa hivyo tusidanganywe wala tusipotezwe ati kuna majini wema ambayo sisi tunastahiliwa tuwafate watusaidie katika shida zetu na matatizo yetu. Mtegemee Mwenyezi Mungu na tumuabudu Mwenyezi Mungu kwa haki. Na hata ukitaka mali, soma surati Waqi'a, soma aya zingine na zingine. Mwenyezi Mungu ametuleta sura mingi tuweze kusoma, ziko na aya ndani ambazo zitatusaidia sisi tuweze kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, tuweze kupata mali. Aya mingi ziweze kubadilisha maisha yetu, biashara yetu. Kwa hivyo ni vyema tuweze kushikamana na aya na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa hivyo nashukuru ndugu zangu wapenzi mnao nisikiza,
nimefafanua vizuri kisa hichi. Endelea kusubscribe Mawaidha Media, ulike na ushare mawaidha haya ya Kiislamu. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Pia Mwenyezi Mungu awalinde, pia Mwenyezi Mungu awaongoze, na pia Mwenyezi Mungu aoneshe njia iliyonyooka, na pia Mwenyezi Mungu aondolee matatizo, balaa, aondolee mambo ambayo ni magumu, maisha magumu, na Mwenyezi Mungu atuvutie madhambi zetu, atusamehe, na Mwenyezi Mungu atuoneshe njia iliyonyooka, na Mwenyezi Mungu atuoneshe njia inayostahiliwa kumwabudu, na Mwenyezi Mungu atufanye kuwa watu ambao wanamtambua, na Mwenyezi Mungu atufanye sisi tujitambue tulitoka kwa kitu gani, ili tusiwe miongoni mwa waja wenye kumuasi, ili tusije tukalaniwa kama jinsi ambavyo Sheitani aliweza kulaniwa, kama jinsi ambavyo Iblis aliweza kulaniwa, kama jinsi ambavyo jini aliweza kulaniwa. Kwa hivyo tushikamane na aya za Qur'ani na hadithi za mtume na masuhaba wake. Aya ziko wazi, hadithi ziko sahihi. Kwa hivyo tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ya haki. Na ukiwa na balaa na matatizo, sio kukimbilia majini wema ati ili waweze kukusaidia. Ati si ati ukitaka mali utumikie njia hizo ndio ziwe mbadala. Usifanye njia hizo kuwa mbadala kwako. Kwa hakika Sheitani au jini kazi yake amekuja kutuwishiwishi sisi na kutuletea ufukara ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo zetu, ili tuonekane kuwa wanyonge, ili tuweze kutumikia njia zake, na ili tuweze kuona njia zake kuwa ndio za mkato rahisi kuweza kupata mali. Pia ukiona Mwenyezi Mungu anakunyima mali, ana sababu pia shukuru. Na pia Mwenyezi Mungu ukiomba mala akupe mali, uende ikawa ni mtihani, pia inafaa ushukuru, na Mwenyezi Mungu akuepushe mali hiyo isije ikawa ni mtihani kwako ya kukufanya uweze kuenda motoni. Mwenyezi Mungu afanye kuwa mali hiyo kuwa ni ibada, ama mali hiyo kuwa ni bora kwako, isije ikawa ni mtihani ya wewe kwenda motoni, bali ikuwe ni mtihani ya wewe kwenda peponi. Allahumma anta salam wa minika salam, tabarakta ya dhul jalali wal ikram. Allahumma takabara salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Allahumma atina wafana ghafirana warham. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni wa ibadatika. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad wa sallallahu nabiyya alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.